ni kwa nini maisha ya Mungu huwa hayafananishwi na kitu chochote. Maana yeye ndio baba yetu. Mwanadamu yupo katika sura inayofanana na karatasi ambayo haijawa na maandishi. Huwa mwanadamu yuko hivyo. Yuko katika sura ambayo iko kama karatasi isiyokuwa na maandishi. Yanapotoka moyoni mwako kuyapeleka kwenye karatasi, ndivyo halisia ya mwanadamu anavyokuwa. Unapotengeneza jambo kwamba naandika barua kwa mtu fulani, zipo barua za aina nyingi, jinsi ambavyo utakavyozipeleka na ndivyo atakavyozipokea. Au hata kama ni message, tuachane na barua, maana kila miaka na kila siku mambo yanakuwa yanabadilika. Badala ya barua inakuja message. Message unapokuwa hujaiandika huwa inaonyesha iko empty, hakuna kitu chochote. Lakini jinsi utakavyoiandika, kama wakati ule hasira ipo, wakati wa hasira maana yake unatengeneza jambo kwa yule kwamba jue hasira yako ilivyo. Sasa utakavyompelekea yeye, kazi yake ni kufuta na kuendelea na mambo yake. Lakini ukimpelekea imethibitishwa 2,000,000, atakujibu asante, kwa sababu umeonyesha upendo kwangu. Huwa iko hivyo kwamba kuna message ambayo ya kufurahisha moyo na message ya kuendelea kuua moyo. Kuna ujumbe ambao unakuja kufariji moyo na kuna ujumbe unakuja kuua moyo. Kwa sababu gani? Tunaishi katika mazingira aina mbalimbali. Kuna mazingira ambayo tumekuwa tukiyasikia katika nchi mbalimbali. Sasa yanapokuwa yamefika kwako, huu unaona ni kitu kigeni, wakati wengine imeshakuwa kama chakula wanachokula usiku na mchana. Hawezi kujua ni lini au ni siku gani au ni muda gani mambo haya yatafutika kabisa. Maisha ya wanadamu yalivyo.